Karibu sana katika nondo za habari kutoka hapa Kemgongo TV. Wakili Beatus Linda aliyekuwa akisimamia utetezi wa watuhumiwa wa kesi ya maandamano ya Oktoba 29, 2025 ameaga dunia usiku wa kuamkia Jumapili wakati akipatiwa matibabu katika hospitali ya Aga Khan jijini Mwanza. Marehemu alikuwa miongoni mwa mawakili 37 wa chama cha Tanganyika Law Society, yaani TLS, waliokuwa wakifuatilia mwenendo wa mashauri yanayowakabili watuhumiwa 172 waliokamatwa jijini Mwanza. Mara ya mwisho alionekana mahakamani Novemba 19, 2025 katika moja ya vikao vya kesi hiyo. Akizungumzia taarifa ya msiba huo, mwenyekiti wa mawakili mkoa wa Mwanza, wakili Joseph Mugabe, alisema bado hawajapata uthibitisho rasmi wa chanzo cha kifo na kwamba watasubiri ripoti ya uchunguzi wa polisi ili kupata taarifa sahihi. Mugabe alieleza kuwa marehemu alianza kulalamika maumivu ya miguu na tumbo kuanzia siku ya Ijumaa, hali iliyozidi kuwa mbaya hadi kupelekwa hospitali Jumamosi ambapo baadaye alifariki dunia. Kwa mujibu wa taarifa za familia, maandalizi ya mazishi yanaendelea na maziko yanatarajiwa kufanyika Jumatano wiki hii katika makazi ya familia maeneo ya Nyamhongoro jijini Mwanza. Hatujajua bado chanzo ni nini, ila jana asubuhi ndo tuliamka tukaambiwa amefariki. Kuhudhuria nyumbani kwao hapo, wakasema tu Ijumaa ndo alianza kuugua, analalamika miguu na tumbo vinauma. Sasa Ijumaa hiyo, Jumamosi hali kama mbaya, ndo akapelekwa Aga Khan. Basi usiku, nafikiri usiku hiyo kuamkia Jumapili ndo akawa amefariki. Kwa hiyo kwa kuwa bado hawajafanya uchunguzi wa nini postmortem, kwa hiyo bado tuwezi kusema sababu ipi iliyofanya afariki, kwa sababu walisema figo zilifeli. Sasa figo zikifeli huwa kwa japo sema daktari haraka tu mtu unajua figo zina muda, ziko sijui zinafeli moja na feli nyingine, yani ndio process, lazima mtu angejua mnaumwa figo. Ila ikifeli bila hiyo nini, bila kuugua kwa muda mrefu, sidhani kwamba kwa akili ya kawaida tu mtu akasema hii ni figo na imesababishwa na nini. Kwa hiyo safari tujajua bado imesababishwa na nini kupelekea afariki kwa kulalamikia tumbo na miguu. Mpaka labda tutapofanywa postmortem ndo tutakuwa na neno la moja kwa moja na kusema daktari kasema hivi. Taratibu ndugu walipendekeza Jumatano, mpaka sasa hivi ratiba bado ni hiyo Jumatano, na watampumzisha pale pale nyumbani kwao ya Mongozo. Au kusema sasa muda kwa haraka tu ambao sio ya official ilikuwa mchana. Kwa taarifa hizi na nondo nyingi za habari utatupata hapa Kemgongo TV. Ulikuwa na mimi Olivia Moses, mpaka wakati mwingine. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunaopatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu. Maisha ndani ya Dodoma kwa sasa yamerahisishwa na 5G Hotel. Hoteli ya kisasa yenye vyumba vikubwa na vyenye mazingira tulivu na salama kwa muda wote. Breakfast ya bure, huduma ya chakula na vinywaji, DSTV, Azam TV na free wifi. Lingine kubwa ni kwamba njoo na gari lako, kwani parking ni ya kutosha. Tunapatikana Dodoma Kisasa karibu na Alberto Pub. Kwa maelezo au mawasiliano zaidi piga simu namba 0794120002 ama 0715693006 au tembelea mitandao yetu ya kijamii kote tukisomeka kama 5G Hotel.